wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili. Asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Asante kwa fadhili zako Bwana. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Wewe ni Bwana na utabaki kuwa Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakushukuru tena asubuhi ya leo. Asante kutupa kibali Bwana. Asante kutupa afya njema na amani. Asante kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante kwa damu ya Yesu. Inua sauti yako, shukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya ulinzi wake. Tangu usiku wote wa jana kufika siku ya leo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake, mshukuru Mungu kwa ajili ya uzima, mshukuru Mungu kwa ajili ya amani. Mshukuru Mungu kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo ambayo imekuwa pamoja nasi. Baba, tunakuabudu wewe, tunakutukuza kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya kibali ambapo umetupa tena kuwepo nyumbani mwako. Tunakuhimidi, tunakutukuza wewe mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama, ilikuwa ni usiku na leo imekuwa ni asubuhi. Tumeuona uso wako Bwana. Tumeziona rehema zako Bwana. Tumeziona fadhili zako Bwana. Tumeuona mkono wako wenye nguvu ambao Bwana umetujalia neema ya kuweza kuiona tena siku ya leo. Tunakutukuza Mungu wetu, tunakuabudu wewe peke yako. Wewe ndiye unaistahili katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa, pokea shukrani katika jina la Yesu Kristo aliye. Baba, ndio ibada hii tunaweka mikononi mwako. Tunaomba uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu zikapate kwenda pamoja nasi. Utukufu wako katawale ibada hii. Neema yako katumulikie njia Bwana katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, nena katikati yetu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuketi. Asubuhi ya leo somo au neno ambalo litatuongoza kwa ajili ya ibada yetu asubuhi linaitwa kuvunja nguvu za kushushwa chini au kuvunja nguvu za kutopanda juu. Unajua, ukitaka kumweza mtu ambaye anatakiwa apandishwe juu, unamshusha chini. Na wakati mwingine kama unaweza kujua, kuna mtu ambaye angependa kuona uko chini. Ni kama ndugu zetu. Katika maisha yetu ya kawaida ya Kiafrika, hata sehemu nyingine duniani, watu watafurahia utakapokuwa unaomba msaada kwao. Watakutia moyo. Watakutia moyo. Lakini siku utakapokuwa na uwezo, naomba nikwambie, wanakuwa maadui zako. Siku hiyo hiyo. Yaani ukishandomana nakwambia, katika maisha ya kawaida ya kibinadamu, usipende kutangaza mafanikio yako. Usipende kujionyesha kwenye picha umefanikiwa. Kwa sababu siku utakapoonekana umewazidi wao, ile roho ya korosho, ile roho ya wivu inawakamata. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana kuhusu mafanikio unayokwenda nayo. Watu wasikuelewe unakwenda wapi, kwa sababu unapozidi kuwatangazia inakuwa ni hatari. Na ndivyo ilivyo kwa mfalme wa giza anaitwa Shetani. Kwa sababu alikuwa anatamani mwanadamu, kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Alikuwa anatamani amuone mwanadamu akijanyasika. Ndicho alichomfanyia baba yetu Adamu na Eva kule bustanini. Baba yetu na mama yetu Adamu na Eva kule bustanini. Kwa sababu aliona wanakwenda kufanikiwa na kuwa na baraka kubwa sana. Kwa sababu alikuwa anatengeneza mahusiano na Mungu. Akawachokonoa ili wamuasi Mungu. Na walipomuasi Mungu walishushwa. Wakatolewa mpaka bustanini ya Edeni. Na ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida. Unapoanza kupambana, unahangaika, watu wanakuchekea. Watu wanakupigia makofi. Watu wanakupongeza. Lakini siku unapoanza kuwaacha, naomba nikwambie, wanajenga chuki. Bwana Yesu alipokuja duniani, kila mtu alimshangilia. Ukisoma maandiko, alipoanza kuhubiri, watu walikuwa wanakuja maelfu, mpaka Mafarisayo wanapeleka mpaka watoto wao. Siku walipoona kwamba sasa wanaanza wanashindwa wao, wanaonekana wao wa chini, Yesu anainuka juu, wivu kakamata. Wakaamua kumsulubisha msalabani, wakamtengenezea mkakati wa kumaliza. Na ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Tunapoanza kuinuka, tunapoanza kunawili, naomba nikwambie, unatengeneza vita. Unatengeneza changamoto. Ndio maana katika huduma tunashauri hata watu, usipende kuposti kila kitu chako kinachofanikiwa kwenye Facebook, sijui WhatsApp. Jaribu kujitahidi kwenda na Mungu wako. Muamini Mungu kwa ajili ya Mungu anakupa katika mafanikio yako. Nenda mbele na watu wasichue kimya kimya. Mpaka watakapokuja kujua umefika kule juu, hawezi kukugusa tena. Lakini hiyo ni ya kimwili. Kuna ya kiroho sasa. Kitu hicho majeshi katika kitabu cha wa Efeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema kupigana kwetu si juu ya damu na nini? Na nyama, bali juu ya nini? Wakuu, bali juu ya nini? Falme, bali juu ya nini? Mamlaka, bali juu ya nini? Pepo wachafu katika ulimwengu wa roho. Sisi tunapigana na majini. Watu wadogo sana wanaitwa wachawi. Hawana chochote, hawana nguvu yoyote. Hakuna mtu mdogo ambaye anaweza kutushinda. Kwa hiyo tunapigana na watu wakubwa. Na kwa sababu hiyo tumepewa uwezo wa kushinda. Na Biblia inasema wazi, vaeni silaha zote za Mungu. Lazima uvae silaha. Sasa sikiliza kwa makini. Kazi ya shetani ni kukandamiza chini. Pale pale. Ugonjwa ukiona umepona,
Unapokuja kutoa ushuhuda ugonjwa kupona, jiandae kwa vita nyingine, kwa sababu Mungu anakupeleka juu. Hakuna mwanadamu Mungu alimuumba aweze kukaa pale alipo. Hakuna mwanadamu Mungu alimuumba awe na nguo moja. Hakuna mwanadamu Mungu alimuumba awe na kiatu kimoja. Mwanadamu ameumbwa kuongezeka. Anasema enendeni mkajaze nchi, mkaongezeke. Kuongezeka ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Ukipata shilingi 100 unataka 1000. Ukipata 1000 unataka 10,000. Ukipata 10,000 unataka 100,000. Ukipata 100,000 unataka 1,000,000. Ndivyo Mungu alivyoweka. Na sio dhambi. Sasa tatizo ni kwamba unapotaka kwenda kwenye juu zaidi, vita vinatokea. Mistari miwili ya kukumbuka. Wa kwanza, Zaburi 75 mstari wa 6. Anasema wazi kwamba usizani kwamba kuinuliwa kwenda juu kunatoka magharibi, mashariki, kaskazini au kusini. No. Bwana ndiye ameinua mtu kutoka chini. Bwana ndiye ampandisha mtu kumketisha kukaa juu ya watu. Ni Mungu ndiye anaweza kuinua wewe. Ni Mungu ndiye anaweza kufanikisha wewe. Ni Mungu ndiye anaweza kupeleka pale ambapo unatakiwa kwenda. Lakini kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 8 amesema wazi kwamba yeye Mungu umpandisha maskini kutoka kwenye jaa. Jaa maana yake ni jalalani. Yaani sehemu ya hovyo, na kumketisha na wakuu. Kwa kuna nguvu inaweza kukupandisha na kuketisha na wakuu. Inaitwa nguvu ya Mungu. Kwa asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, tunaomba kwa ajili ya mambo mawili. La kwanza, Baba, kumbuka rehema zako. Nahitaji kwenda kiwango kingine. Nahitaji kupanda zaidi hapa nilipofika. Nahitaji kuinuliwa zaidi nikaweze kwenda katika utukufu mwingine. Naomba msaada. La pili, Baba, katika jina la Yesu, mamlaka yoyote ya nyumba baba yangu, kwa sababu mara nyingi inatokana na baba yako. Ngoja nikwambie, huwezi kuvuka pale alipofika baba yako kama utapata nguvu. Yaani baba yako alipoishia, kama aliweza kujenga nyumba ya majani, huwezi kutoka. Ila ukipata nguvu ya Mungu unaweza kutoka. Kama baba yako alijenga nyumba ya bati, ni kwamba ndio itaishia hapo. Huwezi kujenga gorofa. Haiwezekani, kwa sababu kuna nguvu za nyumba ya baba, kuna nguvu za nyumba ya mama zikupeleke kote. Kwa lazima uzipambane nazo, uziangushe ili uweze kutoka pale ulipo kwenda kwenye utukufu mwingine. Lazima uzishushe chini nguvu za nyumba ya baba. Lazima uzishushe chini nguvu ya nyumba ya mama ili uweze kwenda katika hatua nyingine ya utukufu. Na ndilo ambalo tunaenda kuliombea asubuhi ya leo. Kwa unapoenda kuomba, naomba uombe kwa kumaanisha, uombe kwa maumivu, uombe ukiwa unatamani Mungu aweze kutoa. Naomba nikwambie, wewe unaweza kuona maombi ya asubuhi ni madogo madogo, lakini naomba nikupe taarifa kwamba maombi haya Mungu akiyasikia, wewe sio tena wa kawaida, kwa sababu atakutengenezea njia, atakuchongea barabara, atakuinua kwenda pale ambapo ana makusudi makubwa kwa ajili ya maisha yako. Naomba tusome Zaburi 119 mstari ule wa 15. Zaburi 119 mstari wa 15. Anasema, nitatafakari 119 mstari ule wa 15. Anasema, nitatafakari mausia yako, nami nitaziangalia njia zako. Kwa lazima uwe na commitment, lazima uwe na kumwambia Mungu kwamba mimi nimeamua sasa nataka nitoke kwenye hatua hii kwenda nyingine. Baba, inua watu wa kunisaidia. Baba, inua watu wa kuniinua, wa kunibeba katika jina la Yesu. Tuinuke. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni mwema. Ni katika wema wako, fadhili na huruma zako ndimo nimetia nanga. Nimetulia Bwana. Macho yangu ya kutazama wewe. Nitainua macho yangu niitazame milima. Msaada wangu unatoka kwa nani? Hakika msaada wangu ni kwako Bwana. Sina sehemu nyingine ya kwenda isipokuwa wewe Mungu wangu. Matumaini yangu yote nimeyaweka kwako. Baba, kwa jina la Yesu, pigana nao wanaopigana nami. Pambana nao wanaopambana nami katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, katika jina la Yesu, wale waliojipanga wakasema 2025 siendi kokote bali nitarudi nyuma, ninaomba Baba ukapigane nao leo. Geuza matarajio yao yakaweze kuwa juu yao wenyewe. Yale wanaoniwazia mabaya yakaweze kuwapata wao. Bali mtumishi wako Bwana, nainua mikono juu. Bwana, nishike mkono,
Wewe uliye juu nipandishe juu. Wewe uliye juu nipandishe juu. Niketishe na wakuu katika jina la Yesu. 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 Sema Baba yangu, katika jina la Yesu ninafuta kila matamko ya kishetani ambayo yalitamkwa juu ya mimi kuinuliwa kwangu. Katika jina la Yesu ninafuta kila hukumu ya shetani juu ya mimi kuinuliwa kwangu. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, ukapate kutuma jeshi likapate kuwafukuza adui zangu, yule adui ambaye ni shetani na vibaraka vyake vyote, wale mawakala wa kuzimu ambao wamekusudia ubaya, wamekusudia uovu. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, naomba mpenyo kwenye maisha yangu. 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 Katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu unyoshe mkono wako asubuhi ya leo. Bwana, ninakuomba unyoshe mkono wako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu ukapate kuangamiza wale wakuu wa nyumba baba yangu, wale wakuu wa nyumba mama yangu. Katika jina la Yesu angamia leo, shindwa milele. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, mdudu yoyote, ndege yoyote ambaye ametumwa kwa ajili ya kunishusha chini, na amuru leo kufa kwa jina la Yesu. Kamatika na mtego uliotega, kamatika na mtego uliotega katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, kila wakala wa kushushwa chini, kila wakala wa kuaibika, kila wakala wa kuaibika, Bwana, ninaomba kila wakala wa kurudi nyuma, kila wakala wa aibu leo katika jina la Yesu natangaza hukumu juu yake. Ninatabiri, wakala wa aibu, aibika wewe, angamia wewe na usisimame tena katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaangusha chini kila mkuu wa anga ambaye amejiwekea utawala, amejiwekea ufalme kinyume cha maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wakala wowote wa kushindwa kujielewa, wa kufanya mambo varuvaru, ninaamuru leo mimi si wa varuvaru, ninafuta hiyo roho. Naomba Baba roho ya ubora, naomba Baba roho ya ubora. Ninakataa kuwa wa kawaida, ninakataa kuwa wa kawaida, ninakataa kuwa wa kawaida, ninakataa kuwa wa kawaida katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba nguvu yoyote ambayo inachochea matatizo katika maisha yangu, leo ni mwisho wako. Ninakuamuru ungua kwa moto katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninajitoa katika laana ya nyumba baba yangu, ya nyumba mama yangu, ya kufanya kazi isiyo na faida, kufanya kazi bila kuwa na malipo, kufanya kazi bila kukumbukwa. Ninaomba leo, Bwana, huyo wakala wa kuzimu kufa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, aina yoyote ya nguvu ya giza ambayo imeachiliwa juu yangu ikapate kurudi kwa aliyetuma, ikapate kurudi kwa aliyetuma, ikapate kurudi kwa aliyetuma, ikale nyama yake, ikanywe damu yake katika jina la Yesu. Ndipo Baba, nainua mikono yangu juu, ninaomba ulinzi juu ya maisha yangu. Naomba unikumbuke Baba, napoanza wiki, naomba msaada, Bwana, ukaende nami katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. 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 Mwacheni Mungu aitwe Mungu, mwacheni Mungu aitwe, mwacheni Mungu, mwacheni Mungu aitwe Mungu,
Mwacheni Mungu aitwe Mungu, mwacheni Baba, mwacheni Mungu aitwe Mungu, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Yeye aweza, yeye anaponya, mwacheni Mungu aitwe, mwacheni Mungu. Oh, mwacheni Baba, mwacheni Baba, mwacheni Yesu, mwacheni Mungu, oh, mwacheni Baba, mwacheni, mwacheni, mwacheni Mungu, yeye ni Mungu, anaweza yote, oh, yeye ni Baba, mwacheni, oh, mwacheni Mungu, mwacheni Mungu aitwe Mungu, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba sasa tuende kwenye maombi binafsi, na ninaomba kumbuka katika maombi binafsi usiwe tu mjinga. Kama unahitaji hekima ya kutoka kwenye maisha, kama hekima, omba kitu kinachokukosa. Usione ugai na bila kama unakosa hekima, mbele kulipa hekima na hitaji kufanikiwa kwenye ile ile. Mbele baraka roho ya kuweza kutambua roho. Unaona kila kama unafanya makosa, unaomba roho ya kutambua roho. Naomba roho ya matendo ya kujiza. Naomba roho ya kufanya maisha. Omba Mungu akuachie power. Omba Mungu, naomba power ya Roho Mtakatifu. Lakini la pili, kuombea kanisa. Ombea washirika kwa mkutano, kwa wapendwa na wapendwa. Ombea kwa ajili ya kanisa. Baba, tusababishe kuongezeka. Na alikuwa Mungu unataka kuongezeka. Umesema kuongezeka katika yetu. Na mwisho niombee taifa la Tanzania. Tunahitaji amani. Tunahitaji amani. Ni maswali ya kuongeza. Rika bakari lebushi. Rika bakari lebushi bakari lebushi. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru kwa ajili ya kuweza kuonyesha makubwa. Jana umetendea katika maisha yake kwa upole. Nikaona muujiza kwa Bwana, nikaona ndani ya kimaono la Yesu. Ninaomba tena Bwana katika jina la Yesu, neema ya roho ya matendo ya muujiza katika huduma. Neema ya watu kuweza kufunguliwa magonjwa yote katika huduma. Achilia kipawa Bwana cha kuweza kuhudumia watu. Achilia kipawa cha uponyaji katika huduma hii Bwana. 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 Achilia kipawa cha kupambanua roho na kupambanua roho ikatokea katika huduma hii. Achilia watumishi wote Bwana. Achilia kila mtu anapoenda Baba, achilia uponyaji akapokea uponyaji. Ninaomba neema ya uponyaji katika huduma Baba, naomba huduma ya Success of Christ Ministries. Bwana, katika jina la Yesu, huduma ya uponyaji, huduma matendo ya miujiza, huduma ya uponyaji, huduma matendo ya miujiza, katika jina la Yesu. Achilia kwenye mikono yetu, achilia neema ya Bwana. Watu wako wakapone, wanadamu wakaachiwa huru, na Yesu Kristo ukainuliwe. Ninaomba huduma ya uponyaji, naomba huduma matendo ya miujiza iachilie kwa wingi katika huduma hii Bwana, katika jina la Yesu. Tunakiwa Baba, tunapoenda kwenye hatua nyingine ya uchezi, tunaomba neema Bwana, tunaomba neema Bwana, tunaomba neema Bwana, ukapate kuachilia fedha, ukapate kuachilia neema Baba, tukamalizia wako iliyobaki. Sijui kwa namna gani wewe unajua, bali naliweka mikononi mwako Swahili rako masio koroshi Revienzo cayendo la pasión coramase, rego para cayendo la bosha cayendo vose. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu unakaa katika mahali hapa. Baba, tunachukua kanisa, tunachukua katika damu ya Yesu. Tunaombea washirika ambao wamekuja Baba, popote walipo ukawashike mkono, ukawape kibali Bwana katika jina la Yesu. Hakuna hata mmoja atakayekufa kabla ya wakati. Wape neema Bwana, ukawaitie imani ndani yao, wakaweze kusimama kila mmoja kwa ujasiri, wakaweze kupata wepesi wa maisha katika jina